Yes, karibu tujifunze. Kuna vitu vya msingi sana ambavyo unatakiwa kupata uelewa navyo. Kuwa na awareness navyo, kuwa na understanding navyo. Ni viko vitatu vya msingi sana. Hivi vitabadilisha maisha yako completely kabisa, kimtazamo, kidirection, katika njia sahihi, kiuelewa na kimafanikio kwa pamoja. Cha kwanza, utahitaji ujue vema zaidi kuhusiana na pesa. Sababu ni kitu ambacho unakitafuta, ni kitu ambacho unakipambania, ni kitu ambacho unakihitaji. Huko kwenye dunia ambayo inahitaji pesa. The pressure point katika hii dunia, the focal point ni pesa. So unatakiwa ujue vizuri kuhusu pesa, uisome vizuri pesa, uijue saikolojia ya pesa ikoje. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuhusiana na biashara. Biashara wengi wameititi kama hobby, ni kama kitu ambacho anafikiri ni hobby. Yani for instance, unaweza uka introduce a business idea kwa mtu na yeye akaamini kwamba yeye hana kipaji cha biashara. Biashara si swala la wewe aidha unataka au hutaki. Hapana, kama unahitaji mafanikio ni lazima uwe na business acumen. Uwe na acumen, tunaita akili ya biashara. Akili ya biashara, lakini kiprofessional tunaita business acumen. Inabidi hiyo kitu wewe nayo, aidha unataka au hutaki. Kingine ni investment skill, investment awareness. Lazima uwe na uelewa sahihi kuhusiana na mambo ya uwekezaji. Haya ndio ambayo yatakusababishia wewe kwenye industry yoyote ile, kwenye field yoyote ile uweze kufanikiwa. Ukiwa na mtazamo sahihi unaotakiwa kwenye mambo ya fedha, ukiwa na knowledge sahihi unayotakiwa kwenye mambo ya biashara, ukiwa na wisdom sahihi kwenye mambo ya uwekezaji, hivi vyote vitakupelekea wewe kwenye mafanikio ambayo wewe unayahitaji. Haijalishi wewe uko kwenye industry, aidha ni daktari, aidha ni mwalimu, aidha ni mhasibu, aidha ni mwanasheria, aidha ni mwanamichezo, mwanamitindo, whatever the field. Lakini hivyo vitu vitatu ndio ambavyo vitaamua wewe ukafanikiwe au wewe usifanikiwe. Vina operate kwenye kila angle. So, nakukaribisha sana kwa sababu if you decide to be my student, tukajifunza kwa pamoja, kwa hakika kwenye hivyo vitu. Kwa sababu that is my passion, that is my call to action. Hilo ndio eneo langu ambalo nimelifocus katika kipindi chote cha maisha yangu. Ndio kitu ambacho nimekifocus kwamba ni muhimu sana tuweze kupata freedom sahihi, kuweza kupata ukombozi wa kifikra sahihi kwenye eneo hilo. Hayo maeneo matatu niliyoyataja: pesa, biashara na uwekezaji. Hiyo ndio my focal point, hiyo ndio my focus. Focus yangu iko hapo. Kwa hiyo karibu sana tuendelee tuweze kujifunza kwa pamoja katika hiyo field, katika hiyo industry, katika hiyo space. So cheers and all the best kwenye hili hapa.